Asante sana Waziri Mkuu. Mimi naitwa Margaret Jacobo, nimetoka Babati. Kero yangu ni wizi wa hela benki. Mimi ni mstaafu, mwalimu mstaafu. Mstaafu mwaka 2020 Januari. Mwezi wa 10 mafao yale yakawa yametoka. Nikaenda benki kuchukua pesa kidogo ya kujikimu. Kwenda benki nikaweka ATM kadi. Baada ya kuweka ile kadi ikamezwa. Na ilikuwa siku ya kura tarehe 28 mwezi wa 10. Kwa hiyo benki ilikuwa imefungwa. Nikatoka hapo nikasema sasa ni lini? Nikawaeleza mapolisi, wakasema hapa mpaka siku ya kazi. Kesho yake kulikuwa na sikukuu ya Maulidi. Kwa hiyo sikuweza kuingia ndani. Kadi ile bado iko ndani. Siku ya 3 Ijumaa ndio nikaenda. Kwenda nikakuta ile kadi haipo. Wametafuta karibu lisaa lizima. Hakuna ile kadi. Nikashangaa, wakaniambia namba ya nani unaijua ya akaunti? Nikasema naifahamu. Nikataja. Katika kuangalia kwenye kompyuta zao wakakuta hela zimechukuliwa kutoka Arusha kwa mawakala mbalimbali, wakaenda Dar es Salaam kwa mawakala mbalimbali. Kutoka hapo mimi kwa kweli nilianguka pale kwa pressure, nikashangaa ni nani amechukua hizi hela. Nimekaa kwa muda hapo, mume wangu marehemu alikuwa bado yupo, wakachukua simu wakampigia akaja. Vipi? Akasema huyu ameibiwa hela. Basi baada ya muda kidogo akasema nendeni polisi. Tumeenda polisi pale Babati wilaya, tukatoa statement. Baada ya kutoa statement hapo, basi wakasema twende mkoa nako tumekwenda. Wakawa wamechukua jukumu la kwenda kusaka hao labda huko kwenye mawakala wamenani. Nimetoa gharama yangu mimi. Noa imetoka Babati na wamechukua nauli ya sio nauli, yani hela ya mafuta juu yangu. Mapolisi 3 wamelala gesi huko Dar es Salaam. Gesi za maana ni pesa tu za kwangu ambazo zilizobaki, lakini nilikuwa nimekopa kwa sababu account benki ilikuwa imefungwa. Nikaamua kukopa hela nyingine ili nishughulikie hili swala. Wakawa wameshughulika karibu wiki nzima. Baadaye wakasema hapa nani hawaonekane. Wakaenda baadaye wakasema kwa tutawachukua nani mawakala. Wakawa wamechukua wale mawakala. Wameenda baadaye Iringa kwa gharama yangu mwenyewe na gari ya kukodi. Gharama niliyoitumia 12 milioni kwa kushughulikia hilo swala, lakini mpaka sasa hamna kitu chochote nilichokipata baada ya kupoteza pesa zangu benki na hela ambazo nje nimepoteza. Mimi naomba msaada wako Waziri Mkuu. Mimi ni mama mjane na leo watoto wa yatima 4. Mama yangu bibi mzee namlea. Ilikuwa milioni 46 zimetoka kwenye benki. Kwa hiyo naomba unisaidie kwa jinsi yoyote. Nimehangaika mpaka wamekwenda huko mpaka kwa DCI, majibu siyapati. Nahangaika napelekwa huku kama robot, napelekwa huku. Mimi sina msaada wowote. Nimeona nije kwako Waziri Mkuu. Ulikuja Babati pale, sikupata muda kuongea na wewe. Nikakimbia Cottage, sikupata muda kuongea na wewe. Kweli hapa nimelala leo sijui na nauli yenyewe sina. Nimekopa nauli, nimeunga nikafika hapa. Pa kulala nimejua mwenyewe nimekuja kulala huku Chemba. Nikaamua kuja hapa asubuhi mapema, niko hapa saa 1. Na kwa hiyo kwa kweli naomba unisaidie Waziri Mkuu, na hali ngumu walezi. Mimi ni mama mjane na leo watoto yatima, mama yangu kizee na mlea, sina hela hata kumpeleka hospitali maskini. Mimi mwenyewe afya yangu mbovu na pressure inapanda kila siku niko hospitali. Naombeni msaada. Naomba msaada Waziri Mkuu. Mwanangu muone mama yako. Mimi ni mama yako. Saidie kama mama yako unavyomsaidia. Amina. Asante.
Aya, pole mama. Sasa msogezeni mama hapa, nitamuona pembeni hapa. Sogea kwa hapa hivi. Ni sehemu nzuri ya kukaa, nitamuona kabla ya kuondoka. Aya, mpe ndugu yangu anayefuatia. Msogezeni mama tu apate sehemu ya kukaa hapa. Tafutieni kiti pazuri, nitamuona.